Jina lako litukuzwe. Ni wewe unayestahili sifa na utukufu na heshima yote, kwa maana kuna mwingine tena kama wewe. Tumekuja mbele zako tukuabudu siku ya leo. Sisi ni wako, ulituumba. Sisi ni wako, ulitukomboa. Baba, sisi ni wako, hatuna mwingine tutamwendea isipokuwa ni wewe. Nisamehe dhambi zangu, ninaomba kwa ajili ya watoto wako. Na watoto wako wote wamekuja mbele pia, kila mmoja wao umsamehe kwa utukufu wa jina lako na kwa mapenzi yako. Ili kama kuna dhambi yoyote, dhambi zangu, dhambi zao, itafanya ombi ili isifike kwako. Baba, tunakuomba utusamehe kwa jina la Yesu. Ni wewe umetuagiza tufanye kazi kwa siku 6. Na ni wewe ulianza kufanya kazi kwa siku 6. Siku ya 7 ukastarehe. Na umetuagiza pia siku ya 7 tuweze kupumzika na kustarehe. Swali tunakuuliza Mungu kwa unyenyekevu. Kama tuna kazi, tutapumzikia nini na hatuna kazi? Hilo jibu Mungu, wewe ndio kuna jibu hilo. Tunakusii mchana wa leo ya kwamba hawa wote watoto wako wamekuja mbele zako, ya kwamba hawana kazi, hawana biashara, hawana kitu ambacho kinawaletea mapato. Mungu, tunakuomba uweze kuwarehemu, maana ni watoto wako. Wengine wamesoma lakini bado hawajapata kazi. Wengine walikuwa na kazi lakini kazi ikaisha. Wengine wazazi wamekuja kwa niaba ya watoto wao ama moja katika familia yao. Mungu Baba yetu, nakusihi kwa unyenyekevu ya kwamba kila mmoja ambaye amepiga hatua na kuja mbele zako hivi, hatua ya imani, Mungu usimwaibishe kamwe. Kwa jina la Yesu wapatie kazi. Kama ni kazi ya kuajiriwa uliwapangia, Baba Mungu, wapate hiyo kazi kwa jina la Yesu. Kama ni kazi ambayo watajisimamia, self employment, Baba Mungu, wawezeshe kupata pesa ya kuanza kazi hizo. Kama ni biashara uliwapangia, Baba Mungu, uwape pesa hiyo ya kufungua biashara. Kila aina ya kazi ulipangia kila moja, na kuomba kwa jina la Yesu ya kwamba Mungu Baba uweze kusikia kilio cha watoto wako, na utakapo wabariki wapatie pia nafasi ya kukuabudu siku ya Sabato, na wanapokuja mbele zako uwakumbushe kwa uaminifu kwa kutoa zaka kamili na sadaka, na hata sadaka ya makambi ifikapo kila makambi. Ndipo Mungu utazidi kuwainua na kuwabariki hata na zaidi. Hatukulazimishi, tunakuomba kwa unyenyekevu kwamba Baba, tenda mema sawa sawa na mapenzi yako, na utakapo wabariki uwakumbushe kukurudishia pia shukrani na kutoa ushuhuda mbele za watu wengi, ili wengi waamini ya kwamba Mungu unajibu maombi. Asante kwa maana umesikia na umejibu. Tunaposoma neno lako, wewe ndio uweze kuwa mhubiri wetu. Mimi niwe chombo tu, nitumie kwa utukufu wa jina lako. Nena pamoja nasi kwa nguvu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu aliye Bwana wetu. Amen. Tunaweza kurudi. Hakuna mwingine mwema wa kutuhurumia, atujua tu dhaifu, maombi asikia. Watu wakikudharau, wapendao dunia, ukwambata mikononi, dua atasikia.
Asante. Kila moja sasa akae kwa utulivu. Ni masaa ya Mungu kunena pamoja nasi. Kama unatumia simu, naomba Mungu akusaidie usiwe na biashara ingine ila tu ni kusoma Biblia kwenye simu hiyo. Wanaopiga story ndani ya kanisa la Mungu, si wakati wa kupiga story sasa. Tumsikize Mungu atupe story ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Kati ya watu mashuhuri duniani, watu ambao wameacha historia zinasomwa ulimwenguni, mmoja tumesoma katika historia, anaitwa Alexander the Great. Alexander alikuwa the Great anavyoitwa, maana wakati ambapo alipotawala ufalme wa Ugiriki ama wa Uyunani, Alexander alipigana vita vingi na akashinda. Kwa sababu hiyo akawa na kiburi sana. He fought many battles and won. Tunasoma katika historia. Lakini zaidi ya kushinda vita hivyo, kuna vita moja ambayo Alexander alishindwa kupata ushindi juu yake. Vita ya moyo wake. Alexander akapenda pombe sana, na alikuwa anakunywa pombe na kulewa kupindukia. Alexander, kwa sababu ya ulevi wa pombe ukafanya akawa na ugonjwa wa moyo, na Alexander lazima angekufa. Hata kama alikuwa Alexander the Great, lakini kuna mmoja tu ambaye ni great na hafi, ambao ni Mungu peke yake. Alexander akawa mgonjwa, na alipokuwa kwenye kitanda chake ambapo alikuwa anashughulikiwa na madaktari, Alexander amejua ya kwamba yeye hataishi, anakufa. Ndipo akaitana na akaita majemedari wake ili aweze kuandika will. Andike will. Will nini Kiswahili? Aya, tutumie hiyo will. Si will, mnaelewa? Alexander anaandika will. Na akaandika will start. Akasema will ya kwanza, when I die, all the best doctors to carry my coffin to the grave. Number 2, all the wealth I have accumulated. Maana anakufa akiwa kijana, pia hajaoa. No one is there to inherit his wealth. Akasema all the wealth I have accumulated ziweze kutandazwa barabarani zikielekea kwa kaburi langu. Then will number 3, nikiwa ndani ya sanduku ama jeneza hiyo, mweke mkono wangu ukiwa nje umefunguka na unaning'inia hivyo. 3 wills. All the best doctors to carry my casket, my coffin to the grave. Why? Alexander aligundua mwisho ya kwamba even the best doctors cannot treat death. Hawezi kutibu kifo. Anataka wadaktari wajue kwamba hata na wao pia they are limited. Kuna mambo inawapita, hawawezi. Kasema number 2,
all the wealth I have accumulated zitandazwe barabarani. Alexander akagundua mwishowe ya kwamba it doesn't matter ni mali kiasi gani ulio nao katika ulimwengu, kifo inapogonga hata mali haiwezi kukusaidia. Akasema mali hizo zote ni takataka kifo ikigonga. Akasema jambo la tatu, mkono wangu uwe nje ya sanduku ukiwa wazi. Kumaanisha nini? Alexander akagundua mwisho ya kwamba nilikuja uchi mkono mtupu, nafanya nini? Narudi mkono mtupu vile vile. Mahubiri yetu ya mchana wa leo ni kitabu cha Yohana 19. Matthew chapter 19 verse 38 to verse 40. Mathayo 19 fungu la 38 mpaka 40. Niliona msomaji aliyekuwa na Biblia Kiswahili, kama ningepata msomaji huyo asome alafu tuendelee. Niliona aliyekuwa na Kiswahili, yes, saidia aweze kusoma ili tuendelee. Yohana 19:38 hadi 40, fungu la 40. Umefika? Yes, soma. Akaenda Nikoja mnaye, yule aliyemwendea usiku hapo kwa kwanza. Akaleta machanganyiko ya manemane na uji, yapata 100. Umeanza 38 kweli? 39. Anza 38. Hata baada ya hayo, Yusufu wa Arimathaya, naye ni mwanafunzi wa Yesu, lakini kwa siri, kwa hofu ya Wayahudi, alimuomba Pilato ruhusa ili uondoe mwili wake Yesu. Na Pilato akampa ruhusa. Basi akaenda akauondoa mwili wake. 39. Niendelee. Endelea mama. Kaa tu chini uendelee. 39 inasema akaenda Nikodemu naye, yule aliyemwendea usiku hapo kwanza. Akaleta machanganyiko ya manemane na udi, yapata ratili 140. Basi wakautwaa mwili wake Yesu, wakaufunga sada ya kitani pamoja na yale manukato, kama ilivyo desturi ya Wayahudi katika kuzika. Asante. Now, imesoma Biblia. Naomba sasa weka macho juu, maana tunazungumuza sasa. Now, sikiza mpendwa. It is easy to follow Jesus when crowds shout Hosanna. Ni rahisi sana uweze kuwa mfuasi wa Yesu wakati umati wote unashangilia Hosanna. It is easy to be associated with Christ when miracles are happening. Rahisi sana uweze kuwa karibu na Yesu wakati miujiza zinafanyika. When demons flee, mapepo yanatoroka, and multitudes are fed, na wengi wanalishwa mikate na samaki. But what happens when following Jesus becomes costly? Swali mchana wa leo, je, inakuaje wakati ambapo sasa kumfuata Yesu inakuwa ni gharama? Mahubiri ya mchana wa leo, topic inasema stewardship begins when hearts meet the cross. Bwana Yesu asifiwe. Uwakili unaanza wakati mioyo yetu zimeguzana na msalaba.
What happens when following Jesus becomes costly? When discipleship requires courage, when loyalty must be shown in the dark, when no applause is heard and no witness expects it. Pendwa, inakuwaje wakati ambapo hakuna mtu ambaye unayetarajia kwamba atasema kwamba umefanya vizuri? Kumfuata Yesu ni rahisi sana wakati ambapo watu wote wanashangilia, watu wote wanafanya, watu wote wako kwenye laini. Lakini itakuwaje mpendwa ya kwamba sasa wote wametoroka? Yesu ako juu ya msalaba saa 3 mpaka saa 9, for 6 good hours. Mwili wa Yesu mwenyewe ako msalabani, amekufa saa 9, kwa masaa 6 amekaa msalabani, na mwisho Yesu amekata roho, amekufa. Na ya kwamba baada ya kufa Yesu lazima angezikwa. Siku ni ya Ijumaa, masaa ya Sabato inakaribia. Swali ni je, ni nani atakayemzika? Amekuwa na wanafunzi wake tena wa karibu sana, kina Petero, wakati ambapo wanapohitajika sasa waweze kumzika Yesu. Kina Petero just a few hours ago amemkana Yesu mara 3. Petro hangemkaribia Yesu tena ili aweze kumzika. Amesema, Bwana, hata wote watakapokutoroka, lakini mimi nitabaki na yeye. Petro, wakati ambapo msaada wake ulihitajika, Petero haonekani. He was crying from afar. Wanafunzi ambao walikuwa karibu, mwingine mama yake akaomba ya kwamba katika ufalme wako mmoja awe mkono wa kulia, mwingine mkono wa kushoto. Hata na wao Yohana na Yakobo hawaonekani karibu. Ni nani atakayemzika Yesu? Mwili wake uko juu ya nini? Juu ya msalaba. Masaa zinasonga, jioni inakaribia. Mwili wake lazima ushushwe kabla ya giza kutua, kulingana na desturi ya Wayahudi na pia kutunza Sabato. Wakati ambapo wanafunzi wote wametoroka, wanafunzi wote wameogopa, waliokuwa na uhusiano wa karibu sana wakitembea na yeye hapa kwa hapa, saa hiyo hawaonekani karibu. Ndipo Biblia sema fungu la 38, and after this Joseph of Arimathea, being a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, besought Pilate that he might take away the body of Jesus. And Pilate gave him leave. He came therefore and took the body of who? The body of who? The body of who? The body of Jesus. The body of Jesus. Wakati ambapo wanafunzi wale walikuwa karibu sana na Yesu wameogopa, wako mbali, Biblia inasema kwamba kuna mwanafunzi wa Yesu alikuwa anamfuata kwa siri. Kumbe wapendwa, ninagundua mchana wa leo ya kwamba sio nyinyi tu ambao mko hapa mjigambe ya kwamba you are the disciples of Jesus. There are secret disciples of Jesus. They are following but secretly. Praise the Lord. Are we together? Sio wewe tu ambao unafikiria kwamba unamfuata Yesu, wewe ndiye mwanafunzi wa Yesu. No, kuna wanafunzi wengine wa Yesu, wamemjua Yesu, wanampenda Yesu, but they are following what? Secretly. Praise the Lord. Utashangaa mbinguni siku moja
uliokuwa unadhani ya kwamba yeye kesi yake imeamuliwa, unamkuta mbinguni. Kwa nini? He or she was a secret disciple of Jesus. Wanafunzi wa Yesu ambao walikuwa wanamfuata kwa siri. Wa pili ametajwa hapo ni Nikodemu. Yeye pia angejitokeza wazi wazi mbele za watu kwenda kwa Yesu. Ikabidi aende kwa Yesu usiku wa giza. Akaenda kwa Yesu na kuuliza, mwalimu, nifanye nini ni urithi uzima wa milele? Yesu amekufa. Ni nani atakayemzika Yesu? Sio wanafunzi wale wa kawaida tunawajua, but the secret disciples of Jesus. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Ni wanafunzi ambao walikuwa wanafuata kwa siri. And Biblia inasema hivi, these were not just ordinary men. Hawakuwa watu wa kawaida. No. Ukisoma Matthew 27 verse 57 kuteremka chini, inapo Mathayo aliyekuwa Myahudi, Matthew was a staunch Jew, anapoongea kuhusu Yusufu asema Joseph was a rich man. Alikuwa tajiri sana. Nilikuwa nikisoma kuhusu Yusufu wa Arimathaya. Alikuwa naishi katika town hiyo ya Arimathaya. Town ya Arimathaya ilikuwa town ya matajiri. Town ya matajiri. Town ya Arimathaya. Yusufu ako pale Arimathaya. Maana ambao si matajiri masikini wanakaa Nazareti kama Yesu amezaliwa kule. Matajiri wako wapi? Towns kama Arimathaya. Ilikuwa karibu na Judea. And one writer anasema hivi, the wealth of Joseph could sustain the nation of Israel for 3 good years. Mwandishi mmoja alikuwa anasema hivyo. Sijui maana yeye amesema hivyo ya kwamba mali yake Yusufu alikuwa tajiri. Alikuwa tajiri. Yusufu alikuwa tajiri. Number 2, he was influential. You know, Pilate was a governor. Pilato ni governor, tena ya ufalme wa Kirumi. Kwa hivyo, ni nani angeenda mbele ya Pilato na kuomba mwili wa Yesu? Lazima angekuwa mtu ambaye ana matter in the society. Praise the Lord. Wapendwa, nawaambia mchana wa leo, kazi ya Kristo hii inahitaji even those who matter in the society. Umenisikia? Lakini are we together? Kazi hii ya Yesu, kazi ya Injili sio yetu peke yetu. Kazi hii ya Injili, kanisa hili inahitaji matajiri katika ulimwengu huu. Hii kanisa si ya masikini tu. No. Kumbe hata wanafunzi wa Yesu kulikuwa na hao ambao kina Yohana, kwa hao kina Petero ambao they were just fishermen. Lakini kulikuwa na wanafunzi matajiri. Yusufu akawa mmoja wao. Kanisa la Mungu lina masikini na matajiri. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa nini zote wako ndani ya nini? Ya kanisa lake Mungu. Lakini tutajiuliza mwishowe ya kwamba ni nini ambacho Mungu anahitaji sasa. Yusufu wa Arimathaya, because he was influential, because he was a rich man, maana he was also a counselor. Ukisoma katika Mathayo, Biblia inasema kwamba wakati wanafunzi wote wameogopa, ni nani angemface Pilato? Ni Yusufu wa Arimathaya. Ni nani Pilato angemsikia? Unajua leo huwezi kutoka tu hapa unaenda hata kwa governor Simbarati tu wewe mtu hivi. No. Lazima mtaangalia kanisa letu la Kisii Central, ni nani ambao governor
simba anaweza kumsikia. Kuna watu ambao wakifika hata kwenye gate wanafunguliwa. Wewe unaweza kusimama pale ulize maswali mpaka uambiwe rudi. You don't have what? An appointment. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati huo kumbe hata Yesu alikuwa na watu ambao wangesikizwa na viongozi wa nini? Wa nchi. Kanisa la Mungu liko na watu kama hao. Pilato akaenda akaomba mwili wa Yesu. Na alipoomba mwili wa Yesu, Biblia inasema kwamba Pilato hakuongea mengi. Pilato anamjua Yusufu wa Arimathaya. Pilato akampa kibali. Haleluya. Akampa nini? Kibali. Yusufu akaenda akashusha mwili wa Yesu na kaufunga vizuri. Baada ya kuishusha na kufunga vizuri, kuna mwenzake ambaye yeye pia ako pamoja kwa kazi hii. Anaitwa nani? Nikodemu. Nani huyu? Nikodemu. Wote wanaungana sasa kwa mazishi ya nani? Mazishi ya Yesu Kristo. Friends, listen. My Savior and your Savior, hata ijapokuwa alizaliwa katika hali ya umasikini, aliishi maisha ya umasikini, akasema siku moja ndege wana viota na hata mbweha wana mashimo yao, but the Son of Man hana nini? Hata mahali pa kulaza nini? Kichwa chake. Aliishi maisha ya umasikini ili mimi na wewe tupokee utajiri wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. But when he died, my Savior had to be given a kingly, a decent burial. Are we together? Mwokozi Yesu lazima angepewa mazishi ya kifalme, mazishi ambayo ni ya pekee. Kwa sababu gani? Mungu alikwisha andaa. Sio kina Yohana watamzika, sio kina Petero watamzika. No, atazikwa na matajiri mazishi yake. Praise the Lord. Are we together? Jesus was given a decent burial. Wakati mwingine tunapoambiwa ati watu wa Nyanza mnaharibu pesa mingi kwa mazishi, mimi nawaambia wacha mtu azikwe in a decent way. Are we together? Bwana Yesu asifiwe. Wanatuambia huko tuko Nairobi, nyinyi watu wa Nyanza you use hundreds of thousands kuzika tu. Mimi nawaambia, kwani wewe pilipili usioila inakuasha nini? Jesus was given what? A decent burial. Nani wanaomzika? Yusufu wa Arimathaya, tajiri kabisa. Nikodemu vile vile, aliyekuwa mwalimu, aliyekuwa tajiri na alikuwa mmoja katika Sanhedrin. Au ndio Mungu alipanga wazike nani? Wamzike Yesu. Now listen, wapendwa. When God has given you influence in the society, that influence, if you do not use it, in the day of judgment, Mungu atakuuliza. Najua kuna watu wengi wako na nafasi, mali wanafanya kazi, ni wakubwa, mali wanafanya kazi. They have influence, mali wanafanya kazi. He can talk to the governor direct, he can talk to Ruto direct, lakini that influence umeitumiaje? That is stewardship, the power of influence. Hiyo nafasi Mungu amekupatia. Umekaa karibu na governor, umekaa karibu na MCA, umekaa karibu na MP, umekaa karibu na PS in this society. Je, watu wanapotakikana kuajiriwa, do you use your influence ili wengine pia wapate ajira?
inapofika wakati hiyo, umekunja mkia, umekunja makucha. Wewe ni member ya Kisii Central Church, lakini hutaki watu wajue ya kwamba you have influence at your place of work. The power of influence. Siku moja Mungu atakuuliza, kwa miaka 5 ulifanya kazi kwa county government and you had influence. How many young people did you help kupata ajira? The power of what? Influence. Yusufu had influence. Wakati wote wamekimbia, hangenyamaza, hakunja mkia wake, hakunja hata makucha yake. Alienda, he went and faced Pilate, na akaongea lugha yao. Sijui aliongea lugha gani. Mwili wa Yesu ukashushwa. There is a language ukiongea na mkubwa wako kazini anasikia. Si ni kweli? Si hata wewe unajua? Hata wewe unajua? Ukisema nataka uchukue, niko na watu 2 hapa wachukue, bora wamequalify, bila kutumia njia ya ukora wanachukuliwa. The power of influence. Wapendwa, muda unakimbia. Naomba niweze kuingia sehemu za mwisho za mahubiri yetu siku ya leo. Joseph, given wealth and influence, was a rich man, a counselor, owner of the tomb hewn in a rock. Zaidi ya influence na mali, tena Biblia inasema kwamba alikuwa na kaburi lake. Alikuwa amechimba kwenye nini? Kwenye miamba. Ukienda kusoma utagundua hivi, sio masikini walikuwa wanachimba kaburi kwenye miamba. Hii ilikuwa ni ya matajiri. Maana kuchimba kaburi hiyo kwenye miamba, it was expensive. Ilikuwa ni ya matajiri. Yusufu amechimba kaburi, ametengeza kaburi lake kwenye mwamba, na kaburi hii ni ya matajiri. Mwokozi wangu angezikwa tu kwa kaburi hivi. No, he had to be given a decent what? Burial. Kaburi la tajiri. Nani? Yusufu wa Arimathaya. Now friends, Nicodemus had education and he had a position. Also he had a wealth. He was a ruler of the Jews and a teacher of what? Of Israel. God had given them wealth, status, influence. And now at the cross, heaven required it. Are we together? Kwenye msalaba, Mungu anahitaji kutoka kwao, kwa yale ambao amewapatia. Si amewapa influence, Mungu anataka utumie that influence. Yusufu akaitumia. Mungu anataka atakayemshusha Yesu, wao Mungu amewapata. Mungu anataka atakayenunua nguo ya kufunika mwili wa Yesu, Yusufu amenunua. Lakini Yesu anapozikwa, mwili wake pia lazima uweze kutengenezwa ukiwa kaburini. Maana Mungu alikuwa amepanga ya kwamba mwili huo hautakaa milele wapi? Kaburini. Mungu amepanga atakayeleta manukato, marhamu ya kutunza mwili wa Yesu ukiwa kaburini for 3 days. Nani ametokea? Nikodemo. Friends, are we together? Yusufu yeye anaenda kwa Pilato. Yusufu yeye ananunua nini? Nguo ya kufunga mwili wa Yesu. Yusufu yeye anashusha mwili wa Yesu. Nikodemo alipoona ya kwamba Yusufu amefanya haya yote ya kwanza, akasema hata yeye pia kwa utajiri Mungu amempatia. Nikodemo akanunua
manukato, mafuta ambayo Biblia inasema kwamba ilikuwa ya 100 pounds. 100 what? Pounds. Najua hiyo ukifanya kwa siku ya leo inakuja millions, hata sio 100,000. Nikodemo akanunua mafuta ya paundi ngapi? 100. Pilato, Yusufu na Nikodemo wameungana kwa kumpa Yesu mazishi kama vile mbingu ilivyopanga. Now listen brethren, mchana wa leo tumeungana hapa na waambia wapendwa, you will not give until you have that close relationship with Jesus who died for you on the cross. Nikodemo na Yusufu wamefika kwenye msalaba, wameguzwa na tendo hilo la msalaba. Wapendwa, kifo cha Yesu kimewaungonga mpaka nani? Wengi wamepotea, wameogopa, lakini their hearts met the cross. They gave all they had. Praise the Lord. Are we together? Mioyo yao ikaguzana na msalaba. Mahali Mwokozi amekufa kwa ajili yao, wakatoa. Sijasoma mahali imeandikwa waliambiwa watoe. Sijasoma mahali imeandikwa walifanyiwa seminar for 1 week for them to give. Sijasoma mahali imeandikwa ya kwamba ilibidi pastor wa wakati huo atembee kwa nyumba zao awakumbusha kwamba you are supposed to start giving for the camp meeting. Wapendwa, mtu ambaye ameguzwa na msalaba hangoji kuzungumziwa, hangoji kuamshwa, hangoji kusukumwa, hangoji hata nini seminar ya wiki moja. When your heart meets the cross, praise the Lord, utatoa. Maana gani? Huyo ambaye amekufa ametoa yote mpaka uhai wake kwa ajili yako. Sasa utajiuliza, oh my Savior, what can I give now for you? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. When hearts meet the cross, hawangoji kuambiwa, wanatoa. Na jambo lingine ni hii, ni nani huyu wanayemtolea? Ni Yesu anayezikwa. Hawakujua atafufuka hawa, lakini wanatoa. Yani they are giving without any hope of getting back what they have given. Sijui kama imekuingia. Bwana Yesu asifiwe. They are giving to what? To a dead body ambayo inapelekwa nini? Kuzikwa. No. Tunapochanga hata pesa ya mazishi unatoa kwa maana utarudishiwa, si ni kweli? Unasema potelea nini? Potelea mbali. No, hawatoi kwa sababu wanajua kuna kitu watapata. No, they gave without, walitoa bila maswali, walitoa bila manunguniko yoyote. Pendwa, kutoa ni wakati moyo umeguzana na msalaba. You will give, utatoa. Hata kama kile umetoa utapata baadaye ama utapata. But what you know is unayemtolea yeye ndiye mwenye vyote, aliye juu ya yote, katika yote na ndani ya yote. Bwana Yesu asifiwe. Jua hiyo ndio bado imebaki tu kujua unamtolea nani. Wengi wanadhani kwamba akitoa anamtolea pastor, anamtolea elder, anamtolea deacon, anawatolea watu wa conference. Pendwa, when you give
Unatoa kwa maana unayemtolea kwanza ni muumba wako, pili ni mwokozi wako. Bwana Yesu asifiwe. Ni yeye anayekufanya uamuka asubuhi uende na urudi. Wengine wanapobaki barabarani, we umerudi. Yeye ambaye anafanya kazi unayofanya, unafanya na umalize tena, ni Mungu huyo. Ni yeye ambaye amekuwezesha ukajenga nyumba unaishi. Yeye ambaye amefanya uwe na familia, ni huyo Mungu. Tunatoa sababu Mungu ndiye yote, katika yote, ndani ya yote, na ndiye yote katika maisha yetu. Praise the Lord. They gave at the most hopeless hour. When they buried Jesus, it looked like a defeat. When the disciples thought it was over, Joseph and Nicodemus invested when there was no visible return. There was no applause. There was no promise of earthly reward. We do not give because what we will get in return, but we give because we know whom we are giving to. We give because Christ is worthy. Christ is our Savior. Praise the Lord. Their gift was prophetic. Sababu gani? Mungu alikuwa amekwisha panga mapema utajiri wao huo, na their influence itatumika wakati wa msalaba. Did you know ya kwamba hiyo biashara yako Mungu ameibariki ili wakati kama huu hiyo fedha ya biashara yako ifanye injili ya Mungu iweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Je, umewahi kujua kwamba hiyo kazi yako Mungu alikupatia with a purpose, ya kwamba God will use you and your wealth ili injili yake iweze kuendelea mbele? Shida siku ya leo ni hii. Tuko na Yusufu na Nikodemu ndani ya nyumba ya baba, lakini Yusufu na Nikodemu they compete with John and Peter. Amuja nielewa. Are we together? Shida iliyoko leo ni hii. We have Joseph and Nicodemus in the church of God. God has blessed them. Mungu amewabariki sawa sawa, lakini wakati wa kutoa, they are waiting for Peter and John to give first. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Usijipime na Petro na Yohana. No. Yesu akasema hivi, to those who are given more is expected from them. Mungu alibariki Yusufu na Nikodemu, and vile walibarikiwa, God expected more from them. Haiwezi kuwa ya kwamba inapofika wakati wa makambi, anayepata mshahara wa 1,200 anatoa sawa sawa na mwenye mshahara wa 50,000. Haiwezekani. Are we together? Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Hiyo ndio shida ya leo kanisani inayotusumbua. Mimi sijui KCC hapa, najua umoja, na nimekuwa nikitembea hata kwa wazee na washiriki wangu na kunamuuliza, je, Mungu amekubariki kiasi gani? Anasema, nakwambia hivyo Mungu amekubariki ndivyo anavyotaka pia umtolee. Bwana Yesu asifiwe. Friends, Bwana Yesu asifiwe. Naomba mchana wa leo mpendwa, hebu jioji moyoni. Je, wewe ni Yusufu? Wewe ni Nikodemo? Ama wewe ni Petero ndani ya nyumba ya baba? Je, kwa kutoa zaka kamili unatoanga aje? Je, unatoa kama Petero ama unatoa kama Yusufu?
Kama Mungu leo angeweka hiyo orodha ya washiriki wote wa Central Kisii na aweke hapa, na kila mmoja jina lake liweze kuwekwa hadharani, na vile ambavyo umetoa tangu January this year mpaka leo, je, ni picha gani bingu itaona? Yusufu na Yohana wanafanana? Hapana. Naomba ujioji moyoni tena mchana wa leo. Je, wewe ni Yusufu ama Nikodemu? Kama Mungu amekubariki zaidi, Mungu anahitaji zaidi pia kutoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Nao namaliza. Najua sio wao tu walioandaa manukato kwa ajili ya mwili wa Yesu. Yusufu ametoa kaburi lake. Nikodemu ametoa mafuta, manukato ya kutunza mwili wa Yesu. Mwili wa Yesu unaposhushwa na kuwekwa kaburini, wanawake wakaangalia, wakasema wao matajiri wamefanya upande wao. Biblia inaniambia hivi, nao pia wakarudi wakasema sisi pia hatuachwi nyuma. Wakaandaa according to their ability mafuta. Sunday morning, Bwana Yesu asifiwe. Sunday what? Morning. Wao pia wakasema sisi pia we are going to the tomb. Biblia inasema 28 verse 1 Matthew, wanawake hao wanaenda kaburini na mafuta yao walinunua according to their ability. Praise the Lord. Pendwa, kazi ya Mungu inatuhitaji sisi zote. We give for the gospel commission, for his cause. Oh, did you know, walipokuwa wanafanya yote haya kwa ajili ya mwili wa Yesu. Leo mwili wa Yesu ni nini? For the body of Christ is his church. Oh, Mungu anatuhitaji tuweze kutoa kwa ajili ya mwili wake. Mwili wake ni gani? Ni kanisa lake. Na ili mwili wake ameliacha na one great commission. Which great commission? Enendeni mkafanye mataifa yote kuwa nani? Wanafunzi wangu. Wapendwa, hii kazi ya injili inahitaji fedha ya Yusufu, ya Nikodemo. Inahitaji utajiri wa Yusufu na Nikodemo. Inahitaji pia wanaojitoa hata na maisha yao kama Petero na kina Yohana. Ili injili iendelee, we must all give according to our ability. Bwana Yesu asifiwe. Nimemaliza mahubiri yangu mchana wa leo. Tusimame. Mimi ninamshukuru Mungu kwa kuwa amenibariki. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mwanafunzi bado, lakini Mungu amenibariki. Yaani Mungu amenibariki vile amenibariki. Are we together? Kila mmoja amebariki, but hatutoshani. Si ni kweli? Friends, are we together? Hatuwezi toshana, hatuwezi fanana. Mimi Mungu amenibariki, na namuomba Mungu huyo aweze kunifanya kuwa mwaminifu kama vile ambavyo amenibariki. Ninajua mara nyingi ama mara nyingine I have not been faithful to God. Wiki hii ya uwakili inapoisha siku ya leo, nataka nifanye agano na Mungu wangu, na kwamba Mungu wangu, kwa maana ni wewe utakayenifanya niweze kuwa mwaminifu. Naomba Mungu kuanzia leo niweze kuwa mwaminifu kwa vile ambavyo umenibariki. Sababu gani? Naomba moyo wangu uguzane na msalaba.
Friends, if that is your prayer, useme kwamba Mungu wangu, najua umenibariki, na wewe unajua vile umenibariki, and you know what you expect from me every month, every year, you know what you expect from me. Lakini Mungu, nimekuwa nikifanya vingine. Mungu, unisamehe, na kuanzia leo nafanya agano na wewe kwamba kwa nguvu yako uweze kunifanya kuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. If that is your prayer, sinione kwa ishara ya mkono. Mimi ni number 1. Mimi ni wa kwanza. Asante sana. Ebu na tuombe. Baba yetu aliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Alexander alipata mali mingi, lakini aligundua mwishowe ya kwamba kumbe mali bila Yesu ni bure. Aligundua kwamba kumbe mali, hata wakati ambapo kifo inapiga hodi, mali haiwezi ikasaidia. Wengi wetu tumefanya mali zetu kuwa kana kama ni miungu. We are worshiping our wealth like God. Mungu tusamehe, kwa maana kuna wakati mali itakuwa ovyo. Ezekieli 7:20 nasema, ya 13 nasema, itafika wakati fedha na dhahabu zetu tutazitupa barabarani, hazitaweza kutuokoa. Haimaanishi kwamba tusitafute fedha. Kila mmoja atafute fedha na apate fedha. Baada ya kupata fedha, ajue mwenye fedha ni Mungu aliye juu mbinguni. Kwa hivyo Mungu kwanza, mimi baadaye. Mungu tusaidie tuweze kujua hiyo mchana wa leo. Baba Mungu, tumeinua mikono juu, atuje kwa uaminifu kwa kutoa zaka kamili. Baba, naomba Yusufu aliye kwenye mkutano, na Nikodemo aliye kwenye mkutano, na Petero kwenye mkutano, na kina Yohana, wote ni watoto wako. Baba Mungu, utusamee dhambi zetu na utufundishe kuwa waaminifu kwako. Utufundishe kuwa waaminifu. Baada ya kutubariki, tuweze kuwa waaminifu kwa kurudisha zaka kamili ghalani, kwa kutoa sadaka, kwa kuleta sadaka za makambi, ili injili yako iendelee duniani kote, mioyo na roho za wengi ziokolewe. Kwa maana tutakapofika mbinguni, majumba zetu mazuri tutaacha duniani, mali yote tuliyokota duniani tutaacha duniani, but when we get to heaven, roho za watu ambazo tulifanya ziokoke, we will meet them in heaven. Oh, Mungu tusaidie tuweze kufanya kazi leo, kwa maana unapokuja mara ya pili tukienda mbinguni, tutaona roho za watu ambao mali zetu, fedha zetu zilitumika kwa ajili ya wokovu wao. Tuanze upya na wewe leo, maana ni leo. Kama sio leo ni sasa, na kama sio sasa ni sasa hivi. Utubariki sasa na hata milele, katika jina la Yesu. Amen. Amen.